Uhusiano kati ya dini na siasa umekuwa wa kihistoria, kiitikadi na kimuktadha. Katika jamii nyingi, viongozi wa dini huchukuliwa kuwa wasemaji wa maadili na sauti ya waumini mbele ya mamlaka ya kiraia. Pamoja na hayo, mara nyingi viongozi hawa hukosolewa au kutafsiriwa vibaya wanapokemea uovu wa serikali, wakidaiwa kuwa wanajihusisha na siasa. Swali linalojitokeza ni, je, kukosoa serikali kwa misingi ya maadili ni kuchanganya dini na siasa? Siasa ndio inayoshape nchi. Hatuwezi kuishi nje ya siasa. Yaani kama unasema mimi siasa hainihusu, ujielewe. Mimi mambo ya siasa. Mimi mambo ya siasa. Wewe unaishi hivi unavyoishi kwa sababu ya siasa. Tukio la kuvamiwa na kupigwa kwa Padre Kitima na watu wasiojulikana ilianza kuleta fukuto la mtumishi huyo kutokana na kile kinachodaiwa kuikosoa serikali. Basi huo ukweli ni mgumu kusemwa, lakini nyinyi wa Katoliki tuufie huo. Na kweli kuna watu mtakufa kwa hilo. Ukilisimamia huko salama. Kwa sababu unapozuia watu kwenda juu wanakotaka, watu wakubali kutawaliwa na sheria. Nchi hii utawala wa sheria umeshuka. Utawala wa nchi utawala wa sheria, nchi inaongozwa na sheria, sio na mtu. Tanzania siku hizi kuna lugha ambayo haijawahi kutokea duniani kote. Uchawa. Katika karne ya 21 hakuna nchi inayoongoza kwa uchawa, ni Tanzania. Aidha, kufungiwa kwa kanisa la Ufufuo na Uzima la Askofu Josephat Gwajima limewaleta pamoja viongozi wa dini zote nchini Tanzania. Taarifa ile naona kama haina shida. Alikuwa anaongelea habari ya kutetea watu wanaouawa, kusemea watu ambao hawana sauti, wanaopotea bila sababu na wengine hawajaonekana mpaka leo. Lakini kutafuta nani anafanya haya. Mimi sidhani kama kulikuwa na dhana yoyote ndani yake iliyobeba swala la kisiasa ama la kidini ama la kikabila ama la namna yoyote. Lakini uliokuwa unaongelewa hapa ni utaifa na utu. Utaifa na utu. Sasa nimekuwa na maswali mengi ya kujiuliza kwenye jambo hili. Kwamba linaweza likaonekana ni jambo zuri, labda mtu ameonywa. Lakini tunatakiwa tuone vitu vingi kwenye hili jambo. Kwamba tunaelekea wapi, tuna athari gani? Kuna athari nyingi zaweza kujitokeza. Athari mojawapo ni hii, sasa hivi watu wanasimanzi. Watu wanahangaika kwamba wamenyimwa uhuru wa kuabudu. Jumapili wanakwenda kuabudu wapi? Sawa, siku za katikati. Waumini wengine ni wale wanaoonekana Jumapili kwa Jumapili. Sasa taarifa haikutolewa. Imetangazwa kwenye mitandao na watu wamevamiwa wakiwa kwenye mikesha na wakapigwa. Ni kitu cha ajabu. Kanisani mahali pa amani, mahali pa usalama. Mtu aliyeumizwa ninachojua anakimbilia kanisani, anapata relief. Lakini leo anakwenda kanisani, anakuta amezungukwa, anakuta anamwagiwa mabomu ya machozi, anapigwa virungu. Kwa nini? Kwa sababu anakwenda kuabudu? Hapana, kwa sababu mtu mmoja ameuliza au ameelezea, amehoji kwa nini watu wanatekwa, ni nani anayewateka na anayewateka wako wapi. Je, ni kweli watu hawatekwi? Mimi sikuona sababu ya kufanya vita ya namna hii. Watu wengi wameumia sana kwenye jambo hili. Kuna wagonjwa wanakwenda pale ili wapone, waombewe. Na makanisa hayo ni mengi mno. Kuna watoto wanashinda pale kanisani siku za Jumamosi, wana ratiba hiyo. Leo watoto wale watakwenda wapi? Na tunawafundisha nini kwenye jambo hili? Kwamba je, dini ni vita kinyume na serikali? Sio jambo zuri kabisa. Na nimesikiliza ile press kwamba Watanzania hatujawahi kuwa na utamaduni wa namna hii. Haya tumeyatoa wapi? Serikali yetu inafanya bidii sana kulinda amani ya nchi yetu. Ndio maana tunapokemea vikali vitendo vya uhalifu kama vile kupigwa kwa Padre Charles Kitima, katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki, na kuripotiwa kwa kutoonekana kwa ndugu Mdude Mpalauka Nyagali.
tunabaki na tumaini moja kwamba vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vipo kazini. Hata hivyo, mkanganyiko umezidi baada ya tukio la hivi karibuni la Rais Samia Suluhu Hassan kuhudhuria ibada katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT mjini Bagamoyo, ambako huko wanasiasa na viongozi wa dini walikutana pamoja. Tupewe sifa. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, waheshimiwa mawaziri mliopo, manaibu wa mawaziri, makatibu wakuu na nafasi mbalimbali, Bwana Yesu apewe sifa. Lakini waheshimiwa sana watoto kwanza wanaoishi na ulemavu wa akili, lakini pia waheshimiwa wazazi na hasa wale ambao mmejitokeza na kutumia huduma hizi. Bwana Yesu apewe sifa. Uwepo wa Jumuiya ya Amani na Maridhiano katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nayo pia imekuwa gumzo kwamba dini na siasa vinaweza kutenganishwa. Mahali popote ukienda, mgahawa mlango gunia na watu wake wanafanana hivyo hivyo. Kwa hiyo Tanzania ni yetu, amani kwanza. Itikia kwa nguvu. Kuna sauti ya sebleni, kuna sauti ya chumbani. Paza sauti. Tanzania ni yetu, amani kwanza. Mstahiki Meya wa jiji letu Dar es Salaam, Alhaj Omar Kumilamoto, mzee wa nyama choma, Mheshimiwa mkurugenzi wa Jamiatul Mustafa International University. Maoni mseto kuhusu kufungiwa kwa kanisa la Askofu Gwajima, ambaye mpaka sasa yu mafichoni kuhofia usalama wake, yanazidi kutolewa, huku kidole cha lawama kikielekezwa kwenye vyombo vya dola. Ndio nataka niongee na serikali. Serikali isitofungie makanisa huko. Mbona Katoliki wafungaje jamani? Natudhalilisha. Mbona mfunga Katoliki? Tumesikia juzi Katoliki wametoa waraka mzito, wameamuru muachilie wafungwa si nini na nini. Mbona mwafunga makanisa yao? Kina Bangoza sio wanasema maneno makali, mbona mfungi? Mimi sitetei mambo ya Gwajima, wenyewe wanajuana na masisimu yao huko. Lakini kufunga makanisa si jambo zuri. Taharuki ipo, wala hatuwezi kujificha. Watu sasa hivi hawajui. Hivi Tanzania tuliyokuwa nayo ndo tutaendelea kuwa nayo? Watu tuko katika mahangaiko. Yale tunayoyaona kwenye mitandao, vijana wanasema au wakati mwingine wanatukana, ni ishara ambayo sio nzuri. Tunapofikia mahali hapo, lazima sasa tuone umuhimu wa kuzungumzana, dialogue, mazungumzano. Hatuwezi kumaliza hii taharuki kwa kuzomeana au kubezana. Lazima tuzungumzane, tuzungumze kwa nini tumefikia hapa, ni kitu gani hasa ambacho kimetufikisha hapa. Padri amezungumza, kuna wachungaji sijui aliona wapi mchungaji ana bodyguard karibu 20-30. Pengine amenusa shida. Mimi sijafikia hapo kwa sababu najikabidhi kwa Mwenyezi Mungu. Ni yeye mwenyewe ambaye atanilinda usiku na mchana. Akiamua kuniachia basi bado nitamshukuru kwa sababu yeye ni muweza wa yote. Dini zote kuu duniani zinatimiza haki, uadilifu na uwajibikaji wa viongozi. Katika Biblia,
manabii wengi walikemea viongozi wa kisiasa kwa kutenda dhambi au kuwadhulumu watu. Nabii Nathan kwa mfano alimtaja Mfalme Daudi kuwa ametenda dhambi kwa kumuua Uria na kumchukua mkewe. Kitabu cha Samueli wa pili sura ya 12 mstari wa 1 hadi wa 14. Hili ni dhihirisho la wazi kwa kiongozi wa kiroho ana wajibu wa kukemea uovu wa viongozi wa kisiasa bila ya kuwa mwanasiasa. I stand here as an old man and I want to remind you that we got to be at this point because we were disciplined. So I am not going to give you a blessing until all of you stand. Pagamani. Kwa upande wa Uislamu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliweka msingi wa kuwawajibisha mamlaka. Katika hadithi moja maarufu amesema, jihadi bora ni kusema neno la haki mbele ya mtawala dhalimu. Abu Daud, hadithi namba 4344. Hii inaonyesha kuwa katika Uislamu kusema ukweli mbele ya watawala sio siasa, bali ni ibada na uchaji wa Mungu. Now we can identify you that criticizing the ruler is part of the traits of the Khawarij, and you are one of them. Secondly, what benefit would we attain when we criticize the ruler? Kwa msingi huu, viongozi wa dini wana wajibu wa kukosoa dhuluma bila kuonekana kama wanajiingiza katika siasa. Sisi tunajulikana kuwa ni kisiwa cha amani na umoja, na shambulio hilo limewapa watu nafasi ya kutukejeli na hata kuwasema vibaya viongozi na vyombo vyetu vya usalama. Tunaomba basi mamlaka na vyombo vinavyohusika walifanyie kazi jambo hili kukomesha maovu haya. Ni muhimu kutofautisha kati ya maoni ya kimaadili na kushabikia chama au sera fulani ya kisiasa. Viongozi wa dini wanapotoa maoni ya jumla yanayohusu hali ya jamii kama vile kupanda kwa gharama za maisha, ukosefu wa ajira au rushwa serikalini, wanatimiza wajibu wa kiroho unaojengwa juu ya mafundisho ya kidini. Nguvu za giza au nguvu za kichawi, kile ambacho zinafanya kwenye biashara yako, kile ambacho zinafanya katika maisha yako, sio kitu kipya, ila zinakutoa nje ya kanuni ya kimungu ili sheria za asili zichukue nafasi yake na ushindwe kufanikiwa. Kwa hiyo unaingia kwenye msongo, lakini siku ukitambua zile kanuni, hakuna uchawi, hakuna nguvu ya giza itakayofanikiwa kwako. Maana huyo ambaye unamuita shetani, naye ni kiumbe aliyeumbwa kama wewe na ana mipaka yake. Hii haimaanishi kuwa wamejiunga na chama cha upinzani au kuwa wapinzani wa serikali. Kwa mfano, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC limewahi kutoa tamko la kukemea matumizi mabaya ya rasilimali, huku likisisitiza kuwa halishabiki chama chochote cha siasa, bali linatetea maslahi ya wananchi. Hili ni jukumu la kimaadili, sio la siasa, na linajengwa juu ya dhana ya kanisa kama sauti ya wasio na sauti. Tumeombwa na kuagizwa tulisome tamko hilo kama lifuatavyo. Tamko la Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC kuhusu mkataba kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Emirates of Dubai juu ya ushirikiano wa kiuchumi na kijamii kwa maendeleo na uboreshaji wa bandari za bahari na maziwa Tanzania. Ujumbe unaanza: sauti ya watu, sauti ya Mungu. Utangulizi. Tunashuhudia mashinikizo na ya marekebisho ya sheria yanayokusudiwa kufanywa ili kuulinda mkataba huu ambao Bunge la Tanzania limeuridhia, hali tukiona ukiukwaji wa utawala wa sheria. Kwa hiyo, 3,
tukisukuma na dhamiri iliyo na lengo la kulinda rasilimali, mshikamano, amani, uhuru na umoja wa kitaifa, tunathubutu kusema kuwa baada ya miaka 63 ya uhuru wa nchi hii, wananchi hawajapenda kuiachia bandari ya Dar es Salaam apewe mwekezaji mmoja aiendeshe, kwa vile Watanzania wenyewe wana uzoefu wa kuiendesha. 4. Tunaona kuwa Katoliki Tanzania wenye jukumu la kusimamia ustawi wa kila mwanadamu, tunamuomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mamlaka aliyonayo asitishe wasilisho la ridhio hili kwa upande wa pili, na vile vile bunge nalo lifute ridhio la mkataba huu unaolalamikiwa. Umenielewa sio? Kwa mfano mtu anakuambia tutatoa misamaha ya kodi. Wapi imesema msamaha wa kodi umetolewa? Amesema akitaka incentive atazipata. Utaratibu kwa mujibu wa sheria za Tanzania. Lakini humu ndani, yani mimi nilikuwa nataka niongee, kuna hofu zinajadiliwa, hofu. Lakini sio kweli. Kwa mfano kitu kikubwa kinachozungumzwa, wanasema sisi tumeweka right of first refusal kwa Dubai. Ibara ya 4 pili, kwamba uwekezaji wote Tanzania, kama tunataka kufanya uwekezaji hata wa phase 2 au wa eneo lolote ya bandari, ni lazima kwanza umwambie Dubai. Lakini ni watu wanasoma ibara ya 4 pili kawaida, lakini ile ni ya kisheria. Inasema Tanzania will inform Dubai. Kwenye contracts ukitumia neno will, sio binding obligation, haikuconfy duty. Ingekuwa shall inform Dubai, that's a binding obligation. Hapo umesema nitakutaarifu, lakini haikulazimishi kumtaarifu. Kwa kutumika matumizi ya neno will na shall ndio ni tofauti. Tukisema Tanzania shall inform Dubai, hiyo ingekuwa ni binding obligation. Kwa hiyo hakuna right of first refusal. Na ukienda kwenye kile kiambatishi cha kwanza, ndio sehemu ya pili, phase 2 projects, ukisoma ile maneno ya mwisho pale, inasema development management operation of additional port as may be proposed. Kuna neno as may. Kwa matumizi ya may, will, all shall be proposed, ingekuwa ni binding obligation. As may be sio lazima. Licha ya nia njema ya viongozi wa dini, kuna hatari ya ujumbe wao kutumiwa vibaya na wanasiasa au kutafsiriwa kama upinzani. Kwa mfano, kiongozi wa dini anapotoa maoni wakati wa uchaguzi au katika mkutano wa kisiasa, anaweza kuhusishwa na mrengo fulani. Hili ndilo hutumika mara nyingi kama hoja ya kusema kuwa anachanganya dini na siasa. Tunaomba waamini na watu wote wenye mapenzi mema tufanye sala na maombi maalum kwa ajili ya kuliombea taifa letu amani, umoja na mshikamano wa kindugu. Tunahitaji sana tunu hizo katika taifa letu ili tuweze kuendelea kuishi kama familia moja. Pia tumwombe Mwenyezi Mungu atujalie kupata viongozi bora, wenye uwezo, waadilifu na wacha Mungu. Hii itatuwezesha kuwa na viongozi wasio na ubinafsi, bali wenye uzalendo wa kweli na walio tayari kujenga jamii ya Tanzania katika misingi ya ukweli, haki, uadilifu, upendo, ustawi na uhuru kwa wote. Neno la Mungu katika kitabu cha Mithali sura ya 29 aya ya 2 linasema, waadilifu wakifanikiwa watu hufurahi. Hii ndio sababu baadhi ya taasisi za dini zimeweka miongozo kwa viongozi wao kuhusu namna na wakati wa kutoa kauli zinazohusu masuala ya kijamii au kisiasa. Viongozi wa dini wanapaswa kuwa makini, waendelee kuwa waadilifu, lakini pia waepuke kuonekana kama sehemu ya propaganda za kisiasa. Katika mifumo ya kidemokrasia, kila raia ana haki ya kutoa maoni. Hii inajumuisha viongozi wa dini ambao pia ni raia. Hivyo basi, kiongozi wa dini anayetoa maoni kuhusu mwenendo wa serikali anatumia haki yake ya kiraia. Sio lazima awe mwanasiasa. Iwapo hakujihusisha na kampeni za vyama, hakuchochea chuki au ubaguzi wa kidini,
basi anabaki ndani ya wigo wa maadili ya kidini. Nenda katafute maarifa mapya. So maana ya pili ukataliwa, nenda kaongeze thamani. Kuza thamani yako, inua thamani yako. Amen. Kama ulikuwa ofisini unafanya kazi, umeajiriwa sehemu, au umeajiriwa lakini ulikuwa na cheo fulani, umetoka kwenye cheo kile umewekwa chini huko, na kuna mtu mwingine amepewa cheo, thamani yake imeonekana ni kubwa kuliko ya kwako. So usicomplain, usihangaike, usifunge na kuomba. Sikiza hekima huko ndani. Hekima inatabia kukuambia nini cha kufanya kwenye kila mkwamo, kutegemea na tension uliyompa hekima. So hekima inakuambia umeshushwa cheo, nenda kafanye, kaongeze thamani. Katika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977, ibara ya 18 inampa kila mtu haki ya kutoa maoni na kuwasilisha bila bugudha. Hili linathibitisha kuwa viongozi wa dini wana haki ya kuzungumzia masuala ya kijamii kwa kadri wanavyotenda kwa hekima na kuheshimu mipaka ya kikatiba. Kwa mujibu wa uchambuzi huu, sio sahihi kusema kuwa kila kiongozi wa dini anayekemea maovu ya serikali anachanganya dini na siasa. Kukemea dhulma ni sehemu ya wito wa kiroho na wa kiadili wa dini zote kuu duniani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi. Kabla sijaanza dua, kuna kitu nataka nichomeke kidogo. Ni kwamba pana shehe nimesoma kwenye mitandao anasema wote wanaomsema mama wapate ugonjwa wa kiharusi. Huyo ni shehe huyo. Sasa nikiangalia huyo ni shehe kweli au shehena? Basi hiyo ni shehena tu, sio shehe. Tabia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa anampenda kila mtu. Kuna mtu alikuwa anakwenda haja kubwa, anaenda kumwaga mavi mlangoni kwake, lakini Mtume hakusema wala kulalamika. Alinyamaza kimya muda mrefu sana. Alafu baadaye yule bwana aliugua, ikawa shughuli yake ya kupeleka maji kwenye mlango wa Mtume ikawa hawezi tena. Mtume alikwenda mpaka nyumbani kwake, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mimi ni Muislamu, niko chama hichi muda mrefu, lazima niseme ukweli. Hata hivyo, viongozi wa dini wanapaswa kuwa makini wasije wakajikuta wakijihusisha na siasa za vyama, hali ambayo inaweza kuvuruga uhalali wa sauti yao ya kimaadili. Kwa hiyo, kuna tofauti ya msingi kati ya kujieleza kwa misingi ya maadili ya kidini na kujipambanua kwa misingi ya kisiasa. Ili jamii iendelee kuwa na uongozi wa kimaadili, viongozi wa dini wanapaswa kuendelea kuwa na sauti ya kweli iliyojaa hekima bila uoga, lakini pia bila upendeleo wa kisiasa.